anakata vichwa bila chembe ya huruma. Anarithishwa uchawi angali bado mdogo. Yote haya yalitokea baada ya kifo cha wazazi wake. Lakini kabla hatujaendelea, nisaidie kulike video hii, kisha subscribe, ili usipitwe na simulizi nyingine kali na za kusisimua. Sasa, bila kupoteza muda, tuanze simulizi yetu. Katika kijiji kimoja kilichopo ndani kabisa ya mkoa wa Tanga, palikuwa na binti mrembo wa miaka 17 aitwaye Judy. Alikuwa msichana wa kawaida, mcheshi, mrembo na mwenye tabasamu lililowafanya watu wengi wampende. Aliishi na wazazi wake kwa upendo sana kijijini hapo. Lakini maisha yake yalibadilika ghafla wakati wazazi wake wawili walipokufa katika mazingira ya kutatanisha sana. Watu walinong'ona pembeni kwa sauti ya chini, maskini, itakuwa ametolewa kafara na mama yao huyu. Siku chache baada ya mazishi, bibi yake alimchukua Judy na kwenda kuishi naye nyumbani kwake. Judy hakujua kwamba bibi yake ndiye aliyehusika na vifo hivyo, na zaidi ya hapo, alikuwa kiongozi wa jopo la wachawi wote kijijini hapo. Usiku mmoja, giza lilipokuwa nene na ukimya wa kutisha ukitawala kijiji, Judy akiwa amelala fofofo, alisikia mkono baridi ukimtikisa. Alipofumbua macho, alimuona bibi yake akiwa amesimama kando ya kitanda. "Mjukuu wangu Judy, amka. Kuna mahali inabidi twende," bibi alisema kwa sauti kavu na nzito. Judy alishtuka, akifikicha macho yake huku akilalamika. "Wapi tena bibi usiku huu? Mimi nataka nilale. Kesho niwahi shule." Lakini bibi alimjibu kwa ukali uliomtetemesha Judy. "Safari hii ni muhimu kuliko hata hiyo shule yako." Kabla Judy hajaendelea kubisha, bibi alichukua unga mweusi kutoka kwenye kibuyu chake na kumpulizia Judy usoni. Ghafla Judy aliona maluelue. Kufumba na kufumbua, hawakuwa tena chumbani. Walijikuta wamesimama mbele ya mbuyu mkubwa sana uliokuwa katikati ya msitu mnene uliogubikwa na giza zito. Bibi yake alisimama pale, kisha akaanza kuzungumza peke yake huku akitazama lile shina la mbuyu. "Nimemleta, yupo tayari." Judy alishangaa na kujiuliza kwa hofu, bibi anaongea na nani? Kwani hapakuwa na mtu yeyote zaidi yao katika ule msitu. Katika hali ya kusisimua, Judy aliona kundi kubwa la watu wenye nyuso za kutisha wakiibuka kutoka gizani na kuwazunguka. Walikuwa ni wachawi wenzake na bibi. Hapo ndipo bibi yake alipomwambia kuwa yeye ndiye aliyechaguliwa kurithi mikoba yake. Judy alikataa katakata akilia kwa uchungu. Bibi yake alimkodolea macho makali yaliyokosa chembe ya huruma na kumwambia, "Ukileta ubishi na kuahidi utakufa kifo cha mateso makali kama walivyokufa wazazi wako. Chagua, uwe malkia wa usiku au uwe chakula chetu." Hofu ya kifo ilimtawala Judy, hivyo alikubali kwa shingo upande. Usiku huo huo alichanjwa chale mwili mzima. Baada ya hapo, Judy alifukiwa mzima ndani ya kaburi.
Alikaa chini ya udongo kwa siku 3 mfululizo. Alipofukuliwa siku ya 3, hakuwa yule Judy wa zamani. Alikuwa tayari ni mchawi kamili wa daraja la juu. Kisha kwenye ule mbuyu mkubwa kilitoka kiumbe kikubwa cheusi cha kutisha, chenye nywele ndefu zilizofika hadi miguuni na manyoya mwili mzima. Kiumbe hicho kilisimama mbele ya Judy na kutoa amri nzito. Sasa umekuwa mmoja kati yetu. Hutaruhusiwa kuolewa na mwanaume yeyote hadi itoke amri kutoka kwetu. Na kazi yako kubwa itakuwa ni kila siku kutuletea kichwa kimoja cha mwanaume bila kujali umri wake. Ukishindwa kufanya hivyo, utakuwa chakula changu. Kiumbe kilimkabidhi fimbo nyembamba nyeusi ya kichawi. Mtu akipigwa nayo kichwani, kichwa kinakatika hapo hapo. Baada ya kiapo kile kizito cha damu usiku ule, usiku wa manane, wakati kijiji kikiwa kimya, Judy alisimama kando ya barabara kuu. Muda si muda, mwangaza wa pikipiki ulitokea kwa mbali. Alikuwa ni mwendesha bodaboda aliyechelewa kurudi nyumbani, akitafuta riziki ya mwisho. Judy alinyosha mkono atijifanya binti mnyonge aliyekwama. Yule mwendesha pikipiki, akidhani amepata mteja wa mwisho, alipunguza mwendo na kusimama. "Dada, unaenda wapi usiku?" aliuliza yule mwenye bodaboda. Judy alijifanya kutetemeka, akitazama huku na huko kama mtu aliye na hofu kubwa. "Kaka, naomba niokoe. Kuna watu walikuwa wananikimbiza kule nyuma, wanataka kuniua. Naomba niondoe hapa haraka. Nipeleke kijiji kinachofuata." Yule kaka kusikia hivyo, roho ya kiume ilisimama. Akiona binti mdogo mrembo yuko hatarini, alimwambia, "Panda haraka dada, twende." Pikipiki ilinguruma na kuondoka kwa kasi. Walipofika sehemu yenye giza nene, mbali na nyumba za watu, Judy alimwambia dereva bodaboda, "Simama hapa mara moja, nataka nijisaidie." Yule mwendesha pikipiki alipunguza mwendo na kusimamisha pikipiki, miguu yake ikiwa bado chini kuipa balance pikipiki. Alisema, "Fanya haraka dada." Kabla hajamaliza sentensi yake, Judy kwa kasi ya ajabu isiyo ya kawaida alimpiga kichwani yule bodaboda kwa kutumia ile fimbo ya kichawi. Haikusika sauti yoyote ya kilio, isipokuwa mlio hafifu wa kitu kikikatika. Ghafla, kichwa cha yule mwendesha bodaboda kilichengana na mwili wake na kuanguka chini, macho yake yakiwa bado wazi kwa mshangao. Mwili wake ulidondoka upande wa pili, pamoja na pikipiki yake, damu ya joto ikimwagika na kulowanisha udongo. Kisha Judy alichukua kile kichwa na kukipeleka katika kilenge chao cha wachawi. Na hayo ndiyo yalikuwa maisha yake mapya ya kuua kila siku kwa kutumia nguvu za giza na kupeleka vichwa kilingeni kwa ule mzimu. Lakini licha ya matukio hayo yote, Judy hakuacha kwenda shuleni miaka yote. Mwisho alichaguliwa kujiunga na moja ya vyuo vikuu vikubwa jijini Dodoma. Siku moja akiwa katika supermarket moja kubwa jijini, Judy alikutana na kijana mmoja mtanashati aliyeitwa Stefano. Stefano alikuwa ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa na matajiri sana nchini. Licha ya utajiri wake mkubwa, alikuwa pia ni kijana mpole sana na mcha Mungu wa kupindukia. Stefano akiwa na nia njema ya kutafuta mke mwema wa kuoa, alivutiwa sana na urembo na upole wa bandia wa Judy. Baada ya maongezi ya hapa na pale, Stefano alimwalika Judy nyumbani kwake mwishoni mwa wiki ili wapate chakula cha jioni. Kwa upande wa Judy, hakumuona Stefano kama mume, alimuona kama kafara kubwa ya kihistoria.
ambayo ingempa vyeo vya juu zaidi katika falme zao za kichawi. Siku ilipofika, Judy alienda nyumbani kwa Stefano. Baada ya chakula cha jioni, Stefano alimwonyesha Judy chumba chake cha kulala cha wageni. Judy alitabasamu na kujifanya amefurahi, lakini moyoni mwake alikuwa anacheka kwa dharau. Mjinga wewe, hutoboi mpaka asubuhi. Usiku wa manane ulipofika, nyumba nzima ilitawaliwa na ukimya. Judy alisimama kutoka kitandani, akanyosha mkono wake na ile fimbo yake ikaja. Alipenya kuta hadi chumbani kwa Stefano. Alimsogelea Stefano aliyekuwa amelala fofofo, tayari kumkata kichwa. Lakini mara aliponyanyua fimbo yake, alikumbana na mtikiso mzito uliomrusha nyuma na kumpigaza ukutani. Ghafla, Judy aliona moto mkali sana umemzunguka Stefano kama ukuta. Alishangaa na kujiuliza, hiki ni nini? Alijawa na hasira. Aliona bora aachane na Stefano na akimbie, maana kazi ilishakuwa ngumu. Lakini kila alipojaribu kupaa au kupenya kuta kama alivyozoea ili aondoke, alijikuta anagonga ukuta mgumu kama chuma. Nguvu zake zote za kichawi zilikuwa zimeacha kufanya kazi ghafla. Judy alijikuta amenaswa mtego wa panya, akitapatapa ndani ya chumba cha Stefano. Ghafla, Judy alianza kuhisi mwili wake ukianza kuchomwa. Alianza kupiga kelele kali za maumivu na kulia kwa sauti za ajabu zisizo za kawaida. Kelele ambazo zilimshtua Stefano, aliyekuwa amelala usingizi mzito. Kwa kuwa Stefano alikuwa ni mtumishi wa kweli wa Mungu, alijua moja kwa moja kuwa hizi ni nguvu za giza zinazomtesa Judy. Mara moja alianza kumwombea kwa sauti kuu, akikemea kila roho ya kichawi. Ghafla, macho ya Judy yalianza kubadilika na kuwa mekundu, na mwili wake ulianza kutoa manyoya meusi na ya kutisha. Sauti nzito ilisikika ikitoka kinywani mwake ikisema, naumia, nisamehe, natoka, moto ni mkali sana. Stefano, bila kuogopa, alisimama na kusema kwa sauti ya mamlaka, toka shetani na umwache binti huyu huru. Judy alipiga ukelele wa mwisho, kisha akapoteza fahamu. Baada ya muda, Judy alizinduka. Lakini safari hii hakuwa yule mchawi tena. Alipoamka alijihisi mwepesi. Vile vifungo vya uchawi, maagano ya damu ya bibi yake na kiu ya kuua vilikuwa vimevunjwa kabisa. Alikuwa ni mtu mpya. Akiwa anatokwa na machozi ya toba, Judy alimweleza Stefano siri yake yote, tangu kifo cha wazazi wake hadi kafara ya vichwa. Stefano, kwa moyo wa upendo na msamaha, alimsaidia Judy kuanza safari mpya ya kumtumikia Mungu. Judy aliachana kabisa na maisha yake ya zamani ya giza na kuwa binti wa kiroho na mwaminifu. Miezi michache baadaye, Stefano na Judy walifunga ndoa kubwa na ya kifahari, ndoa iliyojaa baraka na furaha. Ile siri ya mrembo mla vichwa vya watu iligeuka kuwa ushuhuda mkubwa wa jinsi nuru inavyoweza kushinda giza.